Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe katika channel yako pendwa ili kuendelea kupata ripoti zetu zote. Asante. Matokeo ya awali ya uchaguzi Uganda 2026 yamweka Museveni mbele kwa kishindo. Matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu wa Uganda wa mwaka 2026 yaliyotangazwa usiku huu majira ya saa 5 yanaonyesha rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni akiongoza kwa tofauti kubwa dhidi ya wapinzani wake. Kwa mujibu wa takwimu za awali zilizopo hadi sasa, Museveni anayekiendesha chama cha National Resistance Movement NRM amejikusanyia zaidi ya 60% ya kura zilizohesabiwa, hali inayomweka katika nafasi imara ya kushinda uchaguzi huo. Taarifa hizo zilitangazwa rasmi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Uganda, Jaji Simon Byabakama, ambaye alieleza kuwa matokeo hayo yanatokana na kura zilizokusanywa kutoka vituo 133 pekee vya kupigia kura. Idadi hiyo inawakilisha takriban 0.26 tu ya vituo vyote nchini, hivyo kufanya matokeo hayo kuwa ya awali na yasiyo ya mwisho. Jaji Byabakama alisisitiza kuwa zoezi la ukusanyaji na uhakiki wa matokeo kutoka maeneo mengine linaendelea, na akaahidi kuwa taarifa pana zaidi zitatolewa Ijumaa asubuhi kuanzia saa 3 katika kituo kikuu cha kuhesabia kura kilichopo wilaya ya Wakiso. Awali, tume ya uchaguzi ilitoa tathmini ya jumla ya zoezi la upigaji kura, ikieleza kuwa kwa kiwango kikubwa shughuli hizo zilifanyika kwa utulivu na kufanikiwa. Hata hivyo, ilikiri kuwepo kwa changamoto kadhaa, hususan za kiteknolojia katika baadhi ya vituo. Baadhi ya mashine za kielektroniki za uthibitishaji wa wapiga kura, biometric voter verification machines, zilishindwa kufanya kazi, hali iliyolazimu mamlaka za uchaguzi kuruhusu matumizi ya utaratibu wa kawaida wa kutambua wapiga kura. Hatua hiyo ya dharura ilichukuliwa ili kuhakikisha wananchi hawanyimwi haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika uchaguzi. Huku hayo yakiendelea, upande wa upinzani umeibua madai mazito. Mgombea mkuu wa upinzani na kiongozi wa chama cha National Unity Platform NUP, Robert Kyagulanyi Ssentamu, maarufu kama Bobi Wine, ameupinga vikali uhalali wa mchakato wa uchaguzi. Ameutuhumu uchaguzi huo kugubikwa na vitendo vya udanganyifu na ukiukwaji wa misingi ya haki na usawa, akidai kuwa mifumo ya kiteknolojia ilitumika kuwanyima baadhi ya wapiga kura, hasa katika ngome za upinzani, fursa ya kupiga kura. Hata hivyo, hadi sasa madai hayo hayajathibitishwa na taasisi yoyote huru au rasmi, na tume ya uchaguzi ya Uganda haijatoa majibu ya moja kwa moja kuhusu tuhuma hizo katika taarifa zake za awali. Kadri macho ya dunia yakielekezwa Uganda, mvutano wa kisiasa unaendelea kuongezeka, huku wananchi wangoja kwa hamu matokeo kamili yatakayotoa mwelekeo wa hatima ya uongozi wa taifa hilo kwa miaka ijayo.